Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Hii mara nyingi napoeleza mtaalamu wa elimu za namba, wasikilizaji baadhi hupenda kutaka kujua namba vipi. Katika ilmu rauhani ni elimu ambayo imeshikamana zaidi na namba. Na namba zinatoka kwenye sauti. Kwa hiyo unapoipata sauti maana yake unaipatia namba. Unapopata namba unaita kwenye sauti. Kwa hiyo utakuta shughuli nyingi ambazo tunazozifanya za rauhani tunakuwa tunazitumia kwenye namba, kisha namba unazileta kwenye sauti. Kwa hiyo kwenye sauti pale ndio unakuja kupata watumishi, mahadimu. Ambapo utakuwa unawapa amri katika kazi unayotaka. Unataka mapenzi kwa nani, basi unapata yule msaidizi wako ambaye atahusiana na hiyo kazi unayotaka kwa huyo mtu ambaye unayemtaka. Kadhalika unataka kazi, unataka uwepesi wa biashara zako, kuvuta wateja katika maduka yako, mabiashara yako, shughuli zako mbalimbali. Umeona, unakuwa unafanya hisabu na zile hisabu zinakuwa zinakuletea utaratibu wa kujua utasoma jina gani la Mwenyezi Mungu, utasoma aya gani katika maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utatoa amri gani kwa wale malaika. Tunajua kuna malaika wale wa juu na kuna wale wasaidizi wa chini, tunasema malaika wa chini. Lakini pia kuna wasaidizi ni wengi, viumbe wako wengi. Utakapokuwa katika hadhira ya kutumikisha hizi namba, maana yake unakuwa una nafasi kubwa ya kuweza kutumikisha viumbe mbalimbali, na unapata msaada pia na wale hii haiko inavotafsiriwa na wale ambao ni majahil, yani wajinga, ignorant, katika elimu kama hii ya ilmu ar-rauhani. Tayib, leo nikiwa naendelea katika kufafanua ndoto zinazohusiana zaidi, na nimesema nyumba ina mambo mingi, na hapa nimeanza kuendelea na ule utaratibu. Lengo kubwa ni kuelezea zile ndoto ambazo tunaziota mara kwa mara. Kuna baadhi ya ndoto hazionekani mara kwa mara, lakini kuna ndoto zinakuwa kama common. Mtu yote anaweza kaota kwa wakati wote kutegemea na mazingira. Sasa nyumba ukiangalia imekuwa inahusisha kama mapenzi. Sasa utaona mapenzi kila mtu anayo. Leo umekosana na mpenzi wako, leo umegombana naye, unafikiria kumpata nani. Kwa hiyo haya mawazo lazima yatakuwa yanaelekea kuingia kwenye masala yanayohusiana na nini, na nyumba. Tayib, leo nitaelezea kwa mtu ambaye atakayeona ameingia kwenye nyumba ambayo sakafu yake imenyunyiziwa maji, yani ina maji. Nini maana yake? Ikiwa ni mwanamume ameota hivyo au ni mwanamke ameota hivyo, yani ameingia kwenye nyumba ambayo sakafu ina maji, imeloa. Nini maana yake? Maana yake ni kuwa utapata huzuni au shida kutoka kwa mwanamke. Ni shida kiasi gani itategemea na ule unyevunyevu ambao ule uona, au matope ulio yaona. Hiyo ndio inaashiria shida. Kwa mwanamume akiona hivyo nyumba ameingia ina matope, manake ataona kwa nani? Itakuwa ni kwa mwanamke. Yani atapata shida kutoka kwa mwanamke. Na mwanamke akiingia kwenye nyumba ambayo ina unyevunyevu, ina matope, yani nyumba imeloa, na kadiri ya yale matope, kadiri akiwa mengi manake shida inakuwa ni nyingi, ajue atapata shida kutoka kwa mwanamume. Kwa hiyo utaona kama nilivyoelezea nyumba inayokuwa inahusisha katika mapenzi. Lakini shida hiyo haitokuwa endelevu, haitokuwa ya muda mrefu zaidi, itakuwa ni shida baada ya muda, manake hiyo shida itakuwa imetoka. Na kutoka kwenye itakuwa nini? Ni kutegemea na wingi wa ile matope au ile unyevunyevu aliyouona. Asanteni sana. Karibuni sana katika kujua tafsiri mbalimbali za ndoto zetu. Ni mimi mtaalamu wenu Mwalimu Abul Hassan Jumar. Karibuni sana.